Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na furaha, tuwe na amani. Jana tunamshukuru Mungu, mkesho ulikuwa ni mzuri sana. Nikupe pole kwa wewe ambaye pengine au kuwepo. Tulifanya maombi kwa muda mrefu, lakini tulijifunza neno la shukrani kwa kile ambacho Mungu amekifanya ndani ya mwaka 2025. Lakini mtumishi wa Mungu wengi akasema si tu neno la shukrani, lakini lazima tuwe na mipango, lazima tuwe na mikakati, lazima tuwe na malengo, lazima tuwe na maono katika mwaka 2026. Sema amina. Sema amina. Amen. Maandiko yanasema hivi, alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Popote mwana wa Mungu ulipo, shangilia na kupiga kelele. Maandiko yanaendelea kusema, naye aliwahamisha kutoka katika nguvu za giza, akawaingiza katika ufalme wa Mwana wa pendo lake. Yoyote aliyekuwa ndani ya ufalme wa Mwana wa Mungu, piga kelele pale ulipo. Yoyote aliyesamehewa dhambi kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, piga kelele na kushangilia pale ulipo. Yote aliyetakaswa na kuoshwa na damu ya mwana kondoo, pale ulipo, piga kelele katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi katika Waebrania 12:22, anasema nyinyi mmeufikia mlima Sayuni, mji wa Mungu, Yerusalemu mpya, mji wa maelfu ya malaika, mkutano mkuu, watu majina yao walioandikwa mbinguni, kanisa la wazaliwa wa kwanza. Kama unaamini wewe ni kanisa la wazaliwa wa kwanza, kama unaamini jina lako limeandikwa mbinguni, kama unaamini wewe ni mtakatifu, piga kelele na kushangilia katika jina la Yesu Kristo. Tunamtukuza sana Mungu. Binafsi nayo furaha, nayo shukrani kwa kuwa watu wameshuhudia mengi. Ni kweli Mungu ametulinda, ni kweli Mungu ametuonekania. Mama yetu Waseme anasema amepita huku na kule. Wazee wetu akina Baba Mary wanasafiri mwaka kwa mwaka. Unajua, mimi nilibahatika kusafiri safari moja na Kimboi. Kitu ambacho nilijifunza, nikasema usimwone mtu ametoka na safari hizi za kwenda aidha Kongo au kwenda Zambia alafu akarudi salama. Ni jambo la kumtukuza sana. Anayesiwe maana kila unapopita, ukiangalia kulia, ukiangalia kushoto, unaziona gari zimeondoka. Na mimi mtumishi wa Mungu Kimboi mpaka nikanasema yaani kila akipiga gia yeye ni kwa jina la Yesu, akipanda mlima ni kwa jina la Yesu, kiasi kwamba kuna sehemu ambayo kuna kifaa kiliharibika na gari yetu, na kama jinsi tunavyojua magari yanatoka kwa kuongozana ya kampuni fulani, maanake kuna urafiki fulani. Endapo ukipata shida, basi mwenzio wa kampuni yako anakuwa ni mwepesi wa kukusaidia. Lakini sisi kifaa kilivyoharibika, kuna njia zikawa zingine, kwa sababu tunaenda mwendo wa taratibu. Kuna rafiki yake mmoja tukaenda naye kwa umbali fulani, lakini ikafika wakati akasema, nimekusubiria kwa muda mrefu, nimetembea na wewe kwa muda mrefu, kiasi kwamba kuchelewa kwako kutasababisha na mimi nichelewe, niache niende. Lakini kimoja akasema, siku zote tumekuwa tunasubiriana,
tumekuwa tunatembea pamoja. Katika moto hii unaniacha, lakini jamaa aliondoka. Lakini nilipokuja kujifunza, tulienda mbele tukamkuta, na tulipomkuta tulikuta kuna mlima ambao umekaa vibaya mno, na magari yote yamepaki pembeni. Madereva wanadiscuss jinsi ya kupanda ule mlima, na ukiangalia nyuma una mzigo wa mamilioni, na ule mlima jinsi ulivyokaa, maana unaweza ukaondosha ule mzigo. Madereva wanadiscuss, na sisi tukafika, maana hapo wale kutangulia tukakuta pale leo tulikuacha kilomita nyingi, lakini mlima ambao kila mtu anaupigia mahesabu na upandaje ni ndani ya Zambia. Tumishi wa Mungu Kimboni kwa kuwa mtumainia Mungu, kwa kuwa kila anakipiga gia ni kwa jina la Yesu. Tulipofika pale akauangalia, akasema mimi unaupanda sasa, ingia kwenye gari. Nikakaa kwenye gari. Mtumishi wa Mungu alitoka na spidi kutoka huko kufika katikati, gari kama inayumba, gari kama inataka kurudi nyuma, lakini mwisho wa siku mlima ule tuliupanda. Sema amina. Madereva wenzake wote wakawa wanastaajabu, wakawa wanashangaa. Na alipopandisha mlima hajaiacha juu, akatembea kama kutoka hapa na Dodoma, yaani kujiandikishia nini? Ushindi. Anake mlima tumeuvuka, akaenda mbali, alafu akashuka, ndio akarudi. Mimi nikwambia kitu kimoja, kama wewe umefanikisha hivi, si umsaidie basi hata mmoja akasema hiyo hairuhusiwi. Haina maana kwamba mimi mlima huu nimeuweza, basi naweza kuchukua na gari ya mwingine, maana nikidondosha nitasema nini? Ikiwa yangu nilishafanikisha, halafu nimechukua na gari ya mwingine, maana yule aliyekutangulia tulimwacha wapi? Anasafiri. Ikabidi wapige simu Zambia, madereva watoke kule wenye uzoefu wa mlima ule ndio waje wawafikishe pale. Sisi tukafika, sisi tukala, sisi tukaoga, tukaacha mzigo na tukaanza safari siku hiyo hiyo ya kurudi, na tukawakuta pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni shuhuda nyingi, lakini hao wote ambao wanaweza kusimama na kuwa shuhuda ni wale ambao walikuwa pamoja na Bwana. Sema amina. Ombe ili tukapate kujifunza kwa ufupi na watu wapate kwenda nyumbani. Funga macho yako. Baba mtakatifu Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante Mfalme mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mwaka mwingine tena, tazama ni siku ya mwanzo wa mwaka wa 2026. Bwana, tunatamani kuanza na wewe. Roho Mtakatifu, tupe maelekezo mambo yanayotakiwa kuyafanya ndani ya mwaka huu. Tunaapisha ila za Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, bali Bwana ukapate kutuonekania, bali Bwana ukapate kutupigania, bali Bwana ukapate kututetea. Hata haya ambayo naenda kujifunza katika siku ya leo yakapate kutuimarisha, yakapate kukaa ndani ya mioyo yetu, yakazae matunda sawasawa na mapenzi yako. Hata mwisho mwaka huu tukapate kusema Bwana ulikuwa pamoja nasi tangia mwanzo wa mwaka, hatimaye tumemaliza salama. Tunarudisha heshima na utukufu katika kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kujifunza kwa haraka mno maneno ya Mungu. Kwa wewe ambaye unaandika, utaandika kuwa na mwaka uliokuwa bora, kuwa na mwaka bora. Namna gani naweza kuwa na mwaka uliokuwa bora? Tumejifunza kama nilivyotangulia kusema, tumejifunza shukrani katika siku ya jana. Tumejifunza mipango ambayo tunaweza kuiweka ya kiroho, ya kihuduma, ya kibiashara, ya kifamilia. Tulijifunza katika siku ya jana, lakini mambo haya yote tunawezaje kuyafanya kwa namna iliyokuwa bora? Yamkini katika mwaka huu umefanya vizuri, yamkini katika mwaka huu haujafanya vizuri, lakini kwako wewe ambaye umefanya vizuri, mambo haya yatakusaidia kufanya vizuri zaidi. Lakini kwako wewe ambaye yamkini haukufanya
ninasomea maandiko katika Kutoka 3 mstari wa 1 mpaka 12. Inasema Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 12. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketea. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita yule kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa tu yako miguuni mwako, maana mahali hapa naposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamoni na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hawa wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema bila Kutoka 5, Musa alikuwa katika nchi ya Midiani akichunga kondoo wa mkwe wake mzee Yesu jangwani. Lakini alipokuwa akiendelea na taratibu za uchungaji, alipokuwa akiendelea kuchunga kondoo, maandiko yanasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto, na sauti ikasikika katikati ya kijiji. Lakini ule moto ulipokuwa unawaka katika kijiji, kijiji kile kilikuwa akiteketea. Sawasawa leo uone madhabahu inawaka moto, lakini ukiangalia kwa makini, wakati muda unavyoenda, unaona madhabahu ipo haiteketei, lakini moto unaendelea kuwaka. Maana kinakuwa ni kitu cha kustaajabisha. Ndivyo Musa akasema, nitageuka nione mambo haya, nitageuka nione jambo hili, maana si jambo la kawaida
walipokuwa ndani ya Misri, ule utumwa waliokuwa wanatumikishwa, Biblia inasema kazi zao asubuhi mpaka jioni zilikuwa ni kazi za tofali, za kushughulika na kutengeneza tofali, kufyatua tofali. Kazi zao zilikuwa ni kazi za shoka, kazi zao zilikuwa ni kazi za kulima mashamba, na walifanya hivyo kwa miaka na miaka na miaka, kiasi kwamba ikafika miaka 400 Omanake utumwa huu ulifanyika kwa karne, utumwa huu ulifanyika kwa miaka. Lakini Mungu anasema, Musa, mimi ni Mungu wa baba zako, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nimeshuka leo ili nipate kuwaokoa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele ambacho nataka tukigusie, hicho ambacho kitakufanya tuwe na mwaka uliokuwa bora, ni kipengele cha mahusiano kati ya mtu na Mungu, kati ya mtu na mtu. Maana mafanikio ya mtu ni pale ambapo anaweza kuhusiana na Mungu vizuri, ni pale ambapo anaweza kuhusiana na watu vizuri. Ngoja nikuoneshe kitu. Maana mstari wa 7 anasema, mimi Mungu nimeshuka ili nipate kuwaokoa watu wangu. Maana nimeona kuugua kwao juu ya wasimamizi, wanawapiga, wanawatesa, wanawasukuma. Ilifika hatua, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa ni watu ambao wenye nguvu, walikuwa ni watu ambao wanaongezeka sana, walikuwa ni watu ambao wanakuwa kila itwapo leo, wanafanikiwa ndani ya nchi ambayo sio yao. Mfalme akasema, kwa kuwa watu wao wanaongezeka kila itwapo leo, wanafanikiwa kila itwapo leo, ni watu wenye nguvu, basi itafika wakati watu wao watakuja kuungana na taifa jingine na watapigana nasi, na sisi tutashindwa na watachukua sehemu ya nchi yetu. Basi itakuwa watu wao wakiwa wanawake wao wanajifungua, basi wakunga wapate kuwaua watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ambavyo unaona leo hii katika mwaka huu, ni kweli ni mwaka ambao tunatakiwa kushukuru sana. Leo hii kuna baadhi ya wamama wanalia, umemlea mtoto wako, umemsomesha mtoto wako, umemwangalia mtoto wako, amefika katika umri fulani ambao pengine unategemea vitu fulani, lakini unaambiwa amepigwa risasi. Tumeona kuna baadhi ya wengine ambao walikuja kutolewa, wengine unamuona kabisa ni watu ambao hawakuwahi kushughulika na kitu cha namna yoyote kinachohusiana pengine na kukosoa serikali. Ni watu ambao walikuwa wamenyoka, tumewaona. Anayesosiwe hayo ndio yaliyokuwa yanatokea kipindi hicho, kwamba wewe umezaa mtoto wa kiume, basi mtoto huyo shahidi au wapo. Anayesosiwe. Lakini Mungu anasema, nimesikia nami nimeshuka ili nipate kuwaokoa. Sasa lakini nataka ukiangalia, tunajua sifa ya Mungu moja wapo. Mungu ana sifa nyingi, lakini sifa moja wapo ya Mungu, Mungu yuko kila sehemu. Mungu anayaona mateso ya wana wa Israeli ndani ya Misri, lakini anakuja kuzungumza na mtu Midiani. Kwa kumbe Mungu anamtumia mtu ili kufanya mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mtu mmoja anasema, unaweza ukamkataa mtu, unaweza ukampuuza mtu, unaweza ukamdharau mtu, lakini ukawa umemkataa Mungu, lakini ukawa umempuuza Mungu, lakini ukawa umemsukumia mbali Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwaka 2026 ndio kitu ambacho tutakwenda kukiombea, kwamba Mungu akapate
mbali. Watu wangapi ambao walibeba majibu yetu? Maana Musa kupitia Mungu ndiye aliyebeba majibu ya ukombozi wa wana wa Israeli. Manake anapoenda anaenda kama Musa, lakini mstari wa 12 unaishia. Maana Musa anasema yatawezekanaje mambo haya? Yatakuwaje mambo haya? Mbona mimi ni mtu wa kawaida, nawezaje kwenda kuwakomboa watu? Lakini mstari wa 12 Mungu anasema tazama, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Manake Musa alipotokea Misri yuko pamoja na Mungu. Manake Musa anapokwenda kuwaambia wana wa Israeli kwamba Mungu amenituma kwenu ili nije niwaokoe, naye jina lake naitwa Niko ambaye niko. Manake Musa anapozungumza maneno hayo, Mungu yuko pamoja naye. Manake yoyote aliyekuwa kinyume na Musa yuko kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasukumia mbali watu ambao pengine walikuwa wamebeba majibu ya maisha yetu. Mwaka 2026 tunaenda kuomba Mungu akapate kutupa. Nisomee Waefeso kabla sijaendelea 1:17, maana hili ndilo tutakaloenda kuliombea. 1:17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Amen. Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo ili mpate kumjua yeye. Anasema kinachohitajika katika mwaka 2026 ni roho ya hekima na roho ya mafunuo, ili watu wa aina kama Musa wanapokuja katika maisha yetu, aidha katika kazi zetu, aidha katika huduma, aidha katika familia, aidha katika jambo la aina yoyote, manake Mungu akupe roho ya hekima na roho ya mafunuo upate kujua huyu mtu ambaye alikuja katika maisha yangu. Je, amebeba kusudi la Mungu? Amekuja kunitoa hapa nilipo, au amekuja kunirudisha nyuma? Bwana Yesu asifiwe. Maana Musa anaonekana kawaida, maana Musa anaonekana ni mtu tu anapoenda Misri, lakini nyuma kuna mazungumzo ameyafanya kati ya yeye na Mungu. Kuna mpango ambao ameupanga kati ya yeye na Mungu. Manake yale yanaweza kutokea, manake yale mapigo yanaenda kupigwa Farao, manake baada ya shamba linapogawanyika, manake wana wa Israeli wanapopata maji jangwani, manake Mungu kwa sababu yuko pamoja na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Hesabu tuunganishe. Nisomee Hesabu mstari wa 16. 16. Biblia inasema Hesabu 16:1, basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Datani na Abiramu wana wa Eliabu na Ono mwana wa Peleti waliokuwa wana wa Levi, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa makutano, waliokuwa wateule wa makutano, watu wenye sifa. Wakainuka mbele ya Musa, nao wakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana akaonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani
aliye mtakatifu, tena nani atakayemkaribisha kwake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umesema namna ya kuwa mwaka uliokuwa bora, lazima tuangalie watu ambao tumechagua kuwa karibu nao, watu ambao tumechagua kuambatana nao, watu ambao tumechagua kuwaleta katika maisha yetu. Je, watu ambao wanaweza kukuvusha katika bara ya Shamu, au watu ambao wanataka kuturudisha Misri? Vinasema katika Isaya mstari wa 16, wakainuka watu wakina Kora, wakina Dathani, wakina Abiramu. Watu hao walipoinuka wakapata wafuasi 250, ambao watu hawa sera yao ilikuwa ni kwamba, je, wewe Musa unataka kujifanya kwamba wewe ndiye mtakatifu kuliko umati wote? Unataka kutuambia wewe ndio unaongea na Mungu peke yako? Unataka kutuambia wewe ukiomba ndio Mungu anakusikiliza? Ina maana kati yetu hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuzungumza na Mungu. Hakuna mtu mwingine ambaye sadaka zake zinaweza kukubaliwa. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kukabili. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kufanya mambo yakatokea juu ya kanisa. Ina maana kila kitu ni wewe tu Musa. Tukitaka kujua Mungu amesema nini, lazima tuje tu kwako. Watu hao Biblia inasema walikuwa ni wateule, walikuwa ni watu wenye sifa, walikuwa ni watu viongozi, walikuwa ni watu ambao Musa alikuwa anawategemea. Lakini siku moja wakapata viongozi watatu ambao wapata kundi la watu 250 wakawafuata watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwaka 2026 unataka kuhusiana na nani? Unataka kuhusiana na wakina Musa au unataka kuhusiana na wakina Kora? Watu ambao wakikaa wanaanza kutupa maneno kwa watumishi wa Mungu, watu ambao wakikaa wanatupa maneno kwa watu waliofanikiwa, watu ambao wakikaa kazi yao ni kuwasema watu, watu ambao wakikaa midomo yao haitoi baraka, midomo yao haizungumzi hekima, midomo yao haitoi upendo, isipokuwa ni chuki juu ya chuki juu ya chuki juu ya chuki. Na watu hao watakusanyana, watasema haiwezekani, kwani yeye ni nani? Mbona anajitukuza? Hata sisi tunamjua huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliposikia akalalua nguo zake, aliposikia akadondoka kifudifudi, aliposikia moyo wake ukakuwa, akasema, je, hizo nafasi ambazo Mungu amewapa mnaziona ni ndogo? Hizo nafasi ambazo Mungu ameonekania haijaridhika nazo, mnataka na ukuani? Bwana Yesu asifiwe. Kaa katika nafasi yako ambayo Mungu amekupa. Kaa hapo tumika vyema. Kaa hapo fanya juhudi. Kaa hapo Mungu atakuona. Lakini Musa anawaambia, mbona mmefanyika kuwa watu wenye cheo, waamuzi wa wenzenu, watumishi juu ya wenzenu, watu ambao mnaweza kumwambia una mtananii akawasikiliza, lakini mmeona haitoshi, mnataka na ubwana. Basi tufanye jambo moja, asubuhi ikifika chukueni chetezo, kiwekeni moto, alafu tulizeni uvumba, alafu tutakwenda kukutana katika hema ya kukutania, alafu itajulikana kati ya nyinyi na mimi nani ni mtakatifu, kati ya nyinyi na mimi ni nani aliyechaguliwa na Bwana. Itajulikana asubuhi, watu wataenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo inategemea wewe uko kundi gani. Ile kundi ambalo linapenda kukaa na kuwasema watumishi wa Mungu, ile kundi ambalo linapenda kukaa na ukimwona mtu amefanikiwa, kazi yako wewe kusema atadondokea pale, atadondokea pale, ameanza kuahidi kwa sababu ya hivi, atakuwa hivi. Hayo
nane ndani ya mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Maana huo ndio utakuwa mwaka uliokuwa bora. Hayo ndio mahusiano yaliyokuwa bora. Unapoombea baraka wengine, Mama Seme akasema hata kama hujamtaja jina, lakini unapokaa nyumbani kwako ukasema Mungu akumbuke wagonjwa wote, Mungu aonekanie wahitaji, Mungu aonekanie wajane, Mungu aonekanie yatima. Manake maombi yako Mungu atayasikia kuliko kukata watu na kuanza kusema ina maana yeye ni mtakatifu sana kuliko sisi, ina maana yeye anasikilizwa sana na Mungu kuliko sisi. Leo tunamfuata na tunamwambia, lakini hujui mazungumzo yake alipoanza huduma yeye na Mungu alizungumza kitu gani? Kumbuka Mungu anamwambia Musa, utakapokwenda kwa wana wa Israeli waambie jina langu naitwa Niko ambaye niko, maana mimi Mungu nimekutuma wewe ili ukapate kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa, maana mateso yao nimeyaona. Lakini ukiangalia mstari wa juu yake anasema, ndipo Mungu alipoona mateso yao akakumbuka agano alilofanya kati yake yeye na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hayo ndio mahusiano ninayokwambia. Leo hii unapoomba mtoto wako siku moja, Mungu atamkumbuka kwa sababu ya kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako Mungu atamkumbuka kwa sababu ya sadaka zako. Maana Mungu anasema sio kusalenda na kufanya haya kwa kukumbuka, lakini kuna watu ambao nilikuwa na uhusiano nao mzuri, kuna watu ambao nilitembea nao. Biblia inasema Ibrahimu ndiye baba wa imani, maana alitoka aende asipopajua, lakini kwa kuwa alimwamini Mungu akatoka naye akakaa katika hema akiutazamia mji ambao Bwana atamwambia aende. Mtu ambaye alikuwa hana uhakika wa kupata mtoto, lakini kwa neno la Bwana aliamini siku moja katika viuno vyake Mungu atampatia mwana. Maana alisema, je, huyu mjakazi ndiye atakayenirithi? Lakini Mungu akamwambia, mtoto atakayetoka katika viuno vyake huyo ndiye atakayekurithi. Na tunaona akapatikana Isaka, na Isaka akaja akapatikana nani? Mungu wa Ibrahimu, Isaka akapatikana Yakobo. Mungu akamwita Yakobo jina lake Israeli, maana alipata watoto 12 hawa Israeli ndio wakaenda utumwani. Na Mungu anasema, kwa kuwa mimi Mungu nilitembea na Ibrahimu, kwa kuwa mimi Mungu nilitembea na Isaka, kwa kuwa mimi Mungu nilitembea na Yakobo, hivyo nimekumbuka mahusiano yangu, nimekuja kuwatoa kizazi cha watu ambao nilikuwa nina mahusiano nao. Bwana Yesu asifiwe. Una mahusiano gani na Mungu? Una mahusiano gani na watumishi wa Mungu? Una mahusiano gani na watu unaokutana nao kazini? Una mahusiano gani na wale ambao yamkini walikuwa waume zako leo hii, lakini kwa kuwa uliwadharau, kwa kuwa uliwaangalia, lakini hukujua wao ndio walibeba kusudi ya kukutoa Misri na kukupeleka Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea inasema, asubuhi ikafika. Asubuhi ilipofika, wakina Kora wakaja na watu wao 250 wamekaa upande huu. Musa anaendelea kuwauliza, mna uhakika na mnachokifanya? Kweli mmeamini ya kwamba na nyinyi mna Mungu? Kweli mmeamini ya kwamba nyinyi Mungu atawasikia? Kweli mmeamini ya kwamba si mimi sio mtakatifu kushinda nyinyi? Ukisoma mbele, Musa akawaita. Nisomee hapo kidogo uone. Musa akawaita, wakasema sisi hatuji kama kuwabembeleza, lakini wakakataa. Kisha Musa akatuma kuwaita Datani na Abiramu wana wa Eliabu, nao wakasema, hatuji sisi. Je, ni jambo dogo wewe kupeleka kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali na kutuua jangwani? Lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe ndugu yetu kabisa. Kisha ulipotuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wao kutupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho wako hawa? Hatuji.
Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usikubali sadaka yao. Mimi sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mtu mmoja miongoni mwao. Amina. Kesho yake Musa aliendelea kuwabembeleza, akatuma kwao watu, akawaita. Maana Musa anamjua Mungu, anatuma watu hawa wanataka balaa. Mazungumzo walioanza sio mazungumzo mema, mambo yaliyoanza yakawaangamiza. Akatuma watu wakasema, kawaiteni Dathani, kawaiteni hao watu tukae tuzungumze. Lakini wale watu wakakataa, wakasema, sisi hatuji. Ina maana wewe ni jambo dogo kutaka kutungia jangwani. Ulisema unatupeleka katika nchi iliyojaa sana na maziwa, lakini umetuleta jangwani. Je, unataka kuwatoa macho watu hawa? Ulituahidi mashamba, lakini hatuoni kitu. Wakazungumza mambo mengi mabaya. Musa akakasirika. Ndipo Musa akawaambia watu, akasema, sasa Bwana atakwenda kufanya jambo, na kinachotakiwa jitengeni na watu hawa. Akawaambia watu, tokeni katika hema zao, maana watu hao ni waovu, msizungumze nao. Tokeni huko, msizungumze nao, msikae nao, msishirikiane nao, maana kila wanachoongea ni kibaya, kila wanachowaza ni kidogo, msiambatane nao. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2025 umeambatana na nani? Je, ukiangalia huyo rafiki yako ni mtu ambaye atakutoa kutoka Misri kwenye mateso, kwenye kilio, kwenye kuugua, kwenye shida, kwenye taabu, na kukupeleka nchi iliyojaa asali na maziwa, au atakuangamiza? Maana unaweza kumwona ni mwerevu. Biblia inasema hivi, watu hawa wakina Kora walikuwa ni watu werevu, watu wenye elimu, watu wenye uwezo. Maana uwezo kutaka kupambana na mtu ikiwa uwezo wako hauendani. Leo hii tunaweza tukasema Bahalesa pengine ana pesa, labda anaonekana kwa macho, mimi sijui, lakini ukitokea mtu wa kawaida ukataka kupambana naye, ambaye watu wanakujua, labda nyumba yako, usafiri wako, baadhi ya watu wengi watafanyaje? Watacheka. Kwa nini? Hamwendani kiwango. Lakini wakina Kora mpaka wanapata wafuasi, manake walikuwa ni watu wenye uwezo, walikuwa ni watu ambao na wao wanalijua neno, walikuwa ni watu na wao ambao wanaweza wakazungumza na watu wakawasikia, na kweli wakapata wafuasi watu 250. Lakini asubuhi ilipofika, Bwana akashuka. Bwana akamwambia Musa, waambie watu wajitenge na watu hao, maana kuna jambo ambalo ninakwenda kulifanya, maana kuna kitu ambacho ninakwenda kukifanya. Musa akasema, na ikiwa kitu hiki kitatoka kwa Bwana, basi watu wao hawatakufa kifo cha kawaida, bali kifo chao kitakuwa ni tofauti, ili mpate kujua kwamba Bwana amesikia, amewajibu. Na ndipo walipojitenga. Musa akakaa huku na watu wake, na chetezo na moto na uvumba, na wale wakakaa kule, ardhi ikapasuka katikati na ikawameza watu wale na wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe. 2026 unataka kuambatana na nani? Unamsikiliza nani kwenye mitandao? Mara nyingi kawaida yako unapenda kumsikiliza nani? Kwa maana yule unayemsikiliza ndiye utaanza kuiga anachofanya.
ndivyo mpaka kuenenda anavyoenenda. Unajua kuna baadhi ya vitu si mpaka mtu akwambie. Sioni sehemu yoyote mtu anamwambia mtu kwamba suruali inavaliwa hapa, lakini watu waliona wamefanyaje? Wameiga. Wanasosiri. Sijawahi kusikia mtu anamwambia mtu pambo ukikasirika, ukitaka mtu huyo kumkomesha mtukane hivi, lakini mtu alipoona mtu anatukana na yeye akafanyaje? Akaiga, akaanza kufanyaje? Akaanza kutukana. Kwa hiyo watu unaoshinda nao, watu unaoangalia, watu unaokumbatia, je, ni wakina Musa au ni wakina Kora? Bwana Yesu asifiwe. Nisomee hiyo Hesabu 22 mstari tu mmoja hapo. 22:9. Mungu akamjibu Balaamu akasema, ni watu gani hao ulio nao pamoja nawe? Hapo hapo Balaamu akasema, ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe? Swali hilo ukiulizwa wewe kuanzia 2025 tangia Januari mpaka Disemba, mwezi wa 4, watu gani hawa upo nao? Mwezi wa 7, je, hawa ni watu gani upo pamoja nao? Mwezi wa 11, Mungu anakuuliza, kwa maana Mungu anakuona. Yamkini sisi hatukuoni, yamkini mchungaji hakuoni, yamkini mashemasi hawakuoni, lakini Mungu anamuuliza Balaamu, Balaamu, watu gani hawa upo pamoja nao? Maana Balaki mfalme wa Moabu aliposikia wana wa Israeli wanatoka Misri wanaelekea Kanaani, lakini kila walipokuwa wanapita walikuwa wanapiga, kila walipokuwa wanapita walikuwa wanapiga, walikuwa wawezi kuzuiwa na mtu wa aina yoyote. Ndipo mfalme wa Moabu Balaki aliposikia akatuma watu waende kwa Balaamu ili Balaamu akapate warani wale watu wa Mungu. Manake watu hawa walienda kwa kusudi la kuwalaani watumishi wa Mungu. Sasa Mungu anamuuliza Balaamu, je, hao watu uliokaa nao pamoja ni wakina nani? Mbona mnazungumza maneno mabaya? Mbona mnafanya mambo mabaya? Mbona mnasengenya watu? Mbona mnaongea maneno ya kufuru? Mbona mnazungumza maneno ambayo hayampendezi Mungu? Upo na watu wanamna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwaka 2026 kitu ambacho tukikibadilisha kinaweza kubadilisha matokeo ya maisha yetu. Watu ambao tunaambatana nao, watu ambao tunashirikiana nao. Unajua, unaweza ukampenda mtu, unaweza ukasali na mtu pamoja, unaweza ukafanya kazi na mtu pamoja, lakini usiambatane naye. Kuambatana ni urafiki. Manake mtu huyu umeamua kuwa rafiki yako. Sasa unapochagua rafiki, manake ni lazima uwe na uhakika kwamba huyu rafiki ambaye nimemchagua ni lazima ahusike kwa namna moja au nyingine kunifanya mimi niongezeke kiroho, kunifanya mimi niongezeke kiuchumi, kunifanya mimi niongezeke kielimu, kunifanya mimi niongezeke kimaarifa. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mithali 27:17. Inasema, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aonavyo uso wa rafiki yake. Chuma wa chuma, ndivyo mtu aonavyo uso wa rafiki yake. Hapa kuna changamoto ambao changamoto hii sikubali uingie
iendayo ndani ya mwaka 2026. Na hii ni tabia ya mwanadamu au sivyo nini? Unajua kuna mtu unaweza kukataa kuwa na uhusiano naye, kuwa karibu yake, kwa sababu mtu yule unahisi kuna kitu amekupita. Badala ukae kwake ujifunze, na Biblia inasema maana chuma unoe chuma ndivyo mtu anavyo uso wa rafiki yake. Maanake wewe unaitwa chuma, maanake una madini uliokuwa nayo, maanake una elimu uliokuwa nayo, maanake una maarifa uliokuwa nayo, maanake una uwezo uliokuwa nayo. Ukikutana na watu wenye uwezo, kazi yako sio kwanza kusema kwamba mtu huyo anakufanya yeye anajua zaidi, mtu huyo anakufanya amefanikiwa zaidi, mtu huyo anakufanya yeye ndio yeye. Isaac ametoka kutoa mfano, anasema kuna watu alikuwa anafanya nao kazi, lakini yeye akajiongeza, maanake akafanya kazi hii, lakini jioni ilipofika hapo akafanya na kazi nyingine. Baadaye wale watu walipogundua anawapita kipato, na ikiwa aliwakuta wakaanza kumchukia. Na hii ndio tabia ya watu wengi. Lakini angetokea mmoja angekaa na Isaac akamuuliza, ndugu yangu, mbona tunafanya kazi pamoja, lakini nakuaje mwenzangu, kila ukija unakuja na kiatu kipya, kila ukija unakuja na shati mpya, unafanya fanyaje? Huyu angempa jibu. Anasema kwenye huduma ipo, kazi ipo, na sehemu nyingi ipo, watu hawataki kujifunza kwa watu. Lakini Biblia inasema chuma noa chuma. Anasema mwaka 2026 usiwe mtu ambaye unaumia kwa mafanikio ya mtu, usiwe ni mtu ambaye unaumia kwa huduma ya mtu, usiwe ni mtu ambaye unakwaza kwa maendeleo ya mtu. Kaa naye, kwa maana unaweza ukamkataa mtu, kumbe ukawa unamkataa Mungu. Anasema mchana usiku unaomba Mungu, unaomba. Kuna mtu mmoja ambaye Yesu alitoa mfano. Kuna mtu mmoja akatoa mfano, akasema kuna mtu alipanda boti, alafu boti ikapata hitilafu, ikawa inazama. Yule mtu akasema, Mungu naomba unisaidie. Alipokuwa anazama, baada ya dakika chache akamwona mtu amekuja. Mtu badala ya kumsaidia akasema, hapana, nimemwambia Mungu anisaidie. Akaja mtu wa pili akasema, nataka Mungu anisaidie. Akaja mtu wa tatu akasema, hapana, nataka Mungu ndiye anisaidie, maana yeye ndiye niliyemwita. Mwisho wa siku mtu yule akafa. Alipokufa akamuuliza swali Mungu kwamba mbona nilikuita na ujaja? Mungu akamwambia nilikuja kwako mara 3, lakini haukutaka msaada wangu. Yesu katika Mathayo 24 anasema mwana wa Adamu atakuja katika mawingu na utukufu wake, akiwa na malaika wengi, atakaa katika kiti cha enzi. Ndipo atakapobagua kondoo na mbuzi. Alafu atawaambia wale kondoo, nyinyi ingieni katika ufalme, kwa maana nalipokuwa gerezani mlikuja kunitazama, nalipokuwa uchi mlinivisha, nalipokuwa mgonjwa mliniombea, nalipokuwa mhitaji mlinionekalia. Wakamuuliza wakasema, Bwana, ni wakati gani ulikuwa uko uchi? Ni wakati gani ulikuwa gerezani? Ni wakati gani ulikuwa na njaa? Ni wakati gani ulikuwa unaumwa? Akasema, yoyote aliyemfanyia mdogo miongoni mwa wahitaji alikuwa ananifanyia mimi. Mara ngapi umekataa kuhusiana na watu, kuwasaidia, kuwakaribia, tukiwaona ni watu wa kawaida, lakini kumbe Mungu anatumia watu. Anamwambia Musa kwamba nimeshuka ili nipate kuokoa
Kwani Mungu hapajui Misri? Maana sifa mojawapo ya Mungu ni omnipresent. Omnipresent maana yake yuko kila mahali. Daudi anasema niende wapi nijifiche na uso wa Mungu? Nikienda kuzimu yeye yupo, nikienda kwenye maji yeye yupo, nikienda wapi yeye yupo. Kama Mungu yupo kila sehemu, mateso yanatokea wapi? Misri. Kwa nini aje Midian kumtafuta mtu wa kwenda Misri? Si aende tu Misri, manake Mungu anatumia watu kufanya kazi zake. Anaweza unaweza ukawa unapishana na Mungu ukizani ni Vale, ukizani ni mzee Mirans, ukizani ni mtumishi wa Mungu Elisha, lakini kumbe Mungu yuko kazini akiwa anazitenda kazi zake. Yesu akawaambia wale mbuzi, nilipokuwa mhitaji mkuja, nilipokuwa mfukoni mkuja kuniangalia, nilipokuwa nina njaa amkulipa japo kikombe cha maji. Wakasema Bwana, ni wakati gani huu? Akasema ondokeni mkaingie katika ziwa la moto. 2026 tuangalie mahusiano yetu kati ya sisi na Mungu, tuangalie mahusiano yetu kati ya sisi na watu. Tumesoma Waefeso 1:17 inasema, naye Mungu wa baba yetu Yesu Kristo apate kuwapa ninyi roho ya hekima na ya mafunuo, kutaka au mpate kumjua yeye, tupate kumwomba Mungu. Watu wema wanapokaribia maisha yetu, watu wema wanapokuja kwetu, wakina Musa wanapokuja kwetu, Biblia inasema hivi, ukisoma Mwanzo 39, Yusufu alipoingia nyumbani mwa Potifa, ndipo mali zake, nyumba yake, mashamba yake, kila kitu kikafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu aliyeingia nyumbani kwake alikuwa ameambatana na Bwana. Na ndio maana mafanikio si kushindana na mtu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza akabarikiwa kwa mtu kuingia kwenye maisha yake, sio yeye kupambana. Wanaweza wasiwe, unaweza ukataka kushindana na mtu, unaweza ukataka kupambana na mtu, lakini huyo mtu mafanikio yake akikutana na mtu tu siku moja Kariakoo ametoka, akikutana na mtu siku moja Dodoma ametoka, akikutana na mtu siku moja Iringa ametoka, alikuwa na kitu. Biblia inasema ukisoma habari za Daudi na rafiki yake mtoto wake na Jonathan, Daudi anauliza anasema, je, hakujabaki mtu yoyote katika nyumba ya Sauli nipate kumpendea mema? Wewe umekaa na kweli kuna mtoto wake wa Jonathan, tena ni kilema ambaye alipata ulemavu akiwa mtoto, walipokuwa wanakimbia kwenye vita, ana hii wala lile, vitu vyote vipo chini ya Daudi. Yeye alikuwa haelewi, anakaa huko na ndani. Lakini siku moja Daudi akasema, Jonathan alikuwa ni rafiki yangu kipenzi, hakuna mtu yoyote aliyebaki katika nyumba ya Sauli nimtendee mema. Watu wakamwambia yupo mtoto wa Jonathan ni kilema, akamwambia kamwiteni aje. Alipopewa habari akasema, hata mimi mbwa, kasome maandiko, hata mimi mbwa nimekumbukwa na mfalme, ngoja niende nikasikie. Alipoenda akaambiwa, kuanzia leo utakuwa unakula mezani pa mfalme. Akatoa amri akasema, na nendeni mkachunguze chochote kilichokuwa cha Sauli na cha baba yake, mimi nipo radhi kumrejeshea huyu mtoto, maana ni mali ya wazazi wake. Huyo mtu ndio alikuwa anashindana naye mtaani, anakuja kutoka kuzio siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mithali 13:20. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima.
bali rafiki wa upumbavu ataumia. Na wenye hekima nao watakuwa na hekima, bali rafiki wa upumbavu ataumia. Enenda pamoja na wana maombi, nao watakuwa wana maombi, lakini ukikataa utasikia tu. Kaa pamoja na wainjilisti, nao watakuwa mwinjilisti. Kaa pamoja na wanaokesha, nao watakesha. Kaa pamoja na wafanya biashara, nao watakuwa mfanya biashara. Kaa pamoja na watu waliofanikiwa, nawe utafanikiwa. Kaa pamoja na wenye hekima, nao watakuwa na hekima. Unamsikiliza nani? Unakaa nani? Unaambatana na nani? Ili mwaka wako wa 2026 ukapate kuwa bora. Maana mwanadamu kuishi kwake, kutembea kwake, anaiga kwa yale anayoyaona. Kwa mtu ukimwangalia sana, utataka kuwa kama yeye. Watu wakamwambia Petro, hata huyu ni mmoja wao, maana mwangalia anapotembea, maana mwangalia anaposema. Lakini sioni kwenye maandiko kama kuna sehemu Yesu alimwambia tunatakiwa tutembee hivi. Lakini Petro alikuwa anamwangalia Yesu anapotembea. Petro alikuwa anamwangalia Yesu anavyoongea, manake kumbe akajikuta ameshaathirika. Anapotembea anatembea kama Yesu, anapoongea anaongea kama Yesu. Alikaa na wenye hekima akapata hekima. Bwana asifiwe. Kaa na wenye hekima, nao utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Bwana asifiwe. Kuna mtu unaweza ukaambatana naye ndani ya sekunde ukafa. Na hii historia hapo mtaani hapa, kuna kijana miongoni mwa vijana waliokufa hata kwenye maandamano, na kipindi pia walikuwa wanachanganywa katika mkumbo wa panyarodi. Manake hata nakwambia hivi, lakini kama historia ya wizi unakuja unachukuliwa. Lakini yule tukasikia tu amepotea, lakini tulipochunguza au tulipoulizia tukasikia kumbe kuna kijana ambaye alitoka anaishi Keko, akaja akapanga huko. Huyo kijana kumbe tabia zake zilikuwa sio nzuri, ni tabia za nini? Ni tabia za wizi. Sasa akawa anamchukua yule kijana, anaye kijana bodaboda, twende huko. Lakini siku alipokamatwa yule mwizi akamtaja na huyu, manake na yeye akakamata. Wakati huyu alikuwa katika hiyo, lakini kwa kuwa alikuwa anaambatana na mwizi, manake na yeye akaingizwa kwenye kundi na mwizi. Yesu asifiwe. Unaambatana na nani? Unamwangalia nani? Unamsikiliza nani? Na watu ukiwaangalia katika mambo ya kibinadamu, wanafanyaje? Wanashawishi. Mtumishi wa Mungu Elisha alishawahi kufundisha, nisomee hiyo Zaburi ya 73. Tunaenda tunamaliza Zaburi ya 73. Watu hao ukiwaangalia ni kama wanakuvutia, ni kama wewe unajiona na maisha ya kishamba. Unapokuja kanisani, unapokuja nyumbani, unawaona kana kwamba wao ndio wanaenjoy maisha, lakini mwisho wake ni mbaya. Soma hiyo Zaburi, msikilize Daudi anachosema katika Zaburi ya 73. Zaburi ya 73 anzia mstari wa 2. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Hapo Bwana anasema miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, na hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Kwani Daudi anasema miguu yake ilikuwa imekaribia kupotoka na hatua zake zilikuwa zimekaribia kuteleza. Kuna kitu gani ambacho kinamfanya Daudi alitaka kupotoka? Anaendelea, maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Unajua watu wanaomtafuta Mungu ndio watu kwa mujibu wa Biblia wamehesabiwa haki, ndio watu wenye
hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza, maana naliwaonea wivu watu wasiokuwa wasio wake wakiwa na amani. Yaani wale watu ambao hawamtafuti Mungu, wale watu ambao hawana mpango na Mungu, mbona wanaishi maisha mazuri? Alafu sisi ambao tunapiga magoti, sisi ambao tunamtumainia Mungu, mbona ndio maisha yanatutandika? Bado kidogo ni wafuate, hatua zangu zilikuwa bado kidogo ziteleze, maana nalionea wivu watu wasiokuwa na haki wanaoishi kwa amani. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, hawana maumivu katika kufa kwao. Nasikia mtu amekufa, lakini mtumishi wa Mungu kama Petro unaambiwa amesulubishwa kichwa chini miguu juu, wakina Isaya wanapigwa katika nini? Katika mafuta, katika mapipa ya mafuta. Wakina Yohana wanapelekwa katika visiwa vya Patmo ambacho mtu alikuwa haendi. Daudi anasema mbona watu wasiomcha Mungu hata hawana maumivu katika kufa kwao? Mbona sisi ambao tunamcha Mungu ndio tunasulubishwa, ndio tunapigwa? Miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, maana niliwatamani wao. Endelea. Katika taabu ya watu hawamo, katika taabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao. Wakikutana na watumishi wa Mungu wanawaambia hamuna lolote, wanamtambia, wanasema Mungu wako angekuwa na fedha ungetembea ngala moja nyekundu nyingine ya bluu. Mungu wako angekuwa na fedha mngekuwa mnasali katika kanisa la mabanda ya kuku. Mungu wenu angekuwa na fedha mngekuwa mna fedha ya kununua labda maeneo. Mungu wenu angekuwa na fedha mngekuwa mnatumia spika za namna hiyo. Maana yake kiburi kimekuwa mkufu wa kuvaa. Ukikutana nao ni watu wanaokutambia kiasi kwamba unajiona kana kwamba hauna Mungu. Jeuri huwavika kama nguo, jeuri huwavika kama nguo. Macho yao hutokeza kwa kunenepa, macho yao. Watu walionawili, watu walionenepa, hawajui kufunga, hawajui kukesha, hawajui kuomba. Wao wakikaba wanatandika bia na kitimoto. Ukiwaona mtumishi ukipita wa Mungu kaburi kama kadogodogo, unasema da, jamaa wamenawili. Na wengine wakikuangalia wanasema ni mtu ambaye umechakaa. Lakini Paulo anasema ijapokuwa utu wetu wote unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hata siku. Ukiwaona nje ni kweli wanavutia, wanavitambi, magari makubwa, lakini mwisho wao ni mwisho mbaya. Wamepita kati ya mawazo ya mioyo yao, udhihaki, usimulia mabaya, usimulia udhalimu, kana kwamba wako juu. Luka 15 mstari wa 15, soma 15 hadi 19. Kama ningalisema nitasimulia kama hayo, kumbe ningaliwadanganya kizazi cha wana wako. Kama ningalisema nitasimulia kama hayo, kumbe ningaliwadanganya kizazi cha wana wako. Yaani kama ningehadithia kwamba watu hao kweli wanaonekana wako juu, kwamba watu hao kweli ni watu wenye amani, kwamba watu hao kweli ni watu wenye fedha, kumbe sivyo, ningekuwa nakidanganya kizazi. Lakini kumbe watu hao ni watu wa namna gani? Endelea. Nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo, ikawa taabu machoni pangu, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Hakika wewe huwaweka penye utelezi, huwaangusha mpaka palipoharibika. Namna gani wamekuwa ukiwa, maana wametokomea na kutoweshwa kwa utisho. Amina. Anasema nilipata tabu kwenye kuyafikiria hayo, moyo wangu uliugua. Mungu hesabu hii inakaa vipi? Mungu hesabu hii ipo vipi? Lakini anasema nilipoingia patakatifu pa patakatifu,
nikatafakari, nikaufikiria mwisho wao. Hakika mwisho wao ni mbaya, maana Mungu umewaweka penye utelezi, nao watadondoka, nao wataangamia, nao watapoeshwa mara moja. Lakini ni watu waliokuwa wanatamani maisha yao. Daudi anasema, nilipokuwa nikiwaangalia, miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Nilitamani kuambatana nao, nilitamani niwe rafiki yao, nilitamani nizungumze nao, nilitamani niwaweke karibu, nilitamani nicheke nao. Lakini unatamani hivyo kwa sababu haujaingia rohoni na kuomba. Lakini ukiomba, hakika Mungu amewaweka kwenye utelezi, nao watatokomea gari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 2026 ni mwaka ambao tunakwenda kuomba kwa ajili ya mahusiano yetu yakapate kuwa bora, kuanzia kazini kwetu, kuanzia kwenye familia zetu, kuanzia kwenye ndoa zetu, kuanzia kwenye huduma zetu. Mahusiano yetu yakapate kuwa bora, maana kuna watu ukihusiana nao yamkini unaweza usiuone mwaka mwingine. Biblia inasema hivi, ukisoma Wafalme, nafikiri ni sura ya 13, ukisoma habari za nabii mzee na nabii kijana. Nabii kijana alikuwa nafasi ndogo sana kwa nabii mzee, lakini nafasi hiyo aliyoitoa mwisho wake ilikuwa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Alikuambiwa, hata mimi ni nabii kama wewe. Malaika wa Bwana amenitokea, ameniambia uje kwangu upate kula, upate kuburudika. Akasahau neno aliyoambiwa na Bwana kwamba ukienda zingatia mambo mawili: usirudi kwa njia uliyoenda nayo, na usiingie nyumba ya mtu yoyote kula. Lakini aliposhawishiwa, Biblia inasema lakini nabii mzee alikuwa anaongea au anazungumza uongo. Umempa nafasi kwa dakika chache, amepoteza maisha yake. Biblia inasema alipokuwa anakula, unabii ukatoka, akaambiwa, kwa kuwa umeliasi neno la Bwana, kwa kuwa umeacha kumsikiliza Bwana nao umekwenda kumsikiliza mwanadamu, hakika mauti iko juu yako. Naye alipotoka, simba akamlarua na akammaliza kwa nafasi ndogo aliyoitoa. Ni kweli alitoka kufanya miujiza, ni kweli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni kweli alikuwa anatembea nguvu za Mungu, lakini aliposikiliza uongo kidogo alipotea. Nani unamsikiliza? Nani unaambatana naye? Nani unakubali kuwa rafiki yako? Maana watu wakina Musa wanaweza kukutoa, watu wakina Yusufu wanaweza kukutoa, lakini watu wakina Kora wanaweza kukuangamiza. Wapo wakina nabii mzee wana uwezo wa kukuangamiza ndani ya mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati kuvuka kwetu ni kwa sababu ya maombi ya watumishi. Unajua ile habari ukimalizia hiyo habari ya wakina Kora, kesho yake baada ya hali kuwameza wakina Kora, maandiko yanasema ukanyanyuka mkutano mwingine, ukaanza kumshutumu Musa, ukasema umewaua watumishi wa Bwana, umewaua watumishi wa Bwana. Tuliamini wewe ni mtumishi, lakini kwa tendo uliolifanya jana, kuangamiza watu 250, hatutaki kuambatana na wewe. Kumbe wewe ni muuaji. Wakanyanyuka kinyume. Biblia inasema jioni ilipofika, kabla ya Musa kuongea lolote, wakaona wingu limeshuka katika hema. Mungu akaanza kuwapiga wana wa Israeli kwa tauni. Musa akamwambia Haruni, kachukue chetezo, kimbia, kachukua uvumba, kimbia, kachukue na moto, kimbia katika watu, kawapatanisha wa watu pamoja na Mungu. Nikawaza nikasema, kuna watu wanakimbia, kuna watu wanakesha, kuna watu wanaomba kwa ajili ya kuangamizwa kwako. Maana wewe unaangalia kwa kiburi chako. Lakini Haruni akakimbia, akaenda akachukua chetezo, akaenda akakaa katikati ya watu, akaambia Mungu asamehe watu hawa, akaambia Mungu angalia watu hawa, akaambia Mungu ahurumie watu hawa.
ndipo hesabu ya watu waliokufa kwa ugonjwa wa damu ikatoka. Lakini maandiko yanasema waliokufa kesho yake kwa ajili ya ugonjwa wa damu ni wengi kuliko waliokufa waliodumbukia kwenye ardhi. Maana kesho yake walikufa watu 14,700, akateuka walikufa watu 250. Unaambatana na nani? Ulikuwa kwenye kundi la kuwasema wachungaji, wazee wa kanisa, watumishi wa Mungu, watu ambao unahisi wanakupita, au ni kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. 2026 nakwenda kumalizia, alafu tunakwenda kuomba. 2026 tujitahidi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, yeye atakuonesha ni watu gani tunatakiwa kuambatana nao. Hatuna muda tena wa kusema labda miezi 6 unakosea, unakuja tena unaweka sawa, miaka 2 unakosea, unaweka sawa. Ni wakati wa kuambatana na Yesu. Petro alivyokuwa akitembea na Yesu, mara zote alikuwa anaona raha, mara zote alikuwa anaona furaha. Ukisoma Marko 1:29, Biblia inasema walipotoka hekaluni, wakapita nyumbani kwa Petro, wakapita nyumbani kwa Simoni, wakapita nyumbani kwa Yohana na Andrea na Yakobo. Lakini walipofika nyumba hiyo, wakamkuta mkwe wa Petro. Manake Petro alioa mama wa mke wake, wakamkuta anaoga hawezi kitandani. Lakini kwa kuwa Petro aliingia pale akiwa na Bwana wa majeshi, akiwa na mfalme wa wafalme, akiwa na kigogo wa roho, manake ugonjwa ule haukuweza kustahimili. Maana ya mjini hatuwezi kujua maandiko yaliandika, lakini Petro alikuwa na fedha na mkwe wake yuko hoi kitandani, lakini kwa kuwa waliambatana na zaidi ya rafiki, waliambatana na rafiki bora. Manake Yesu alipofika, Simoni akamwambia, ni kweli Bwana umeingia hapa, lakini mwangalie mkwe wangu anaumwa. Yesu akamkamata akamuinua na ugonjwa wake ukapona pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Nenda na Yesu ndani ya mwaka 2026. Kuna baadhi ya vitu atamaliza mwenyewe. Maandiko yanasema kuna watu wakamfuata Petro, watu waliokuwa wanajitunza hekalu, wakamwambia Petro, je, mwalimu wako yeye atoaji ushuru? Yeye atoaji kodi? Petro akasema utoa. Na waliporudi nyumbani, Yesu alisikia yale mazungumzo, akamwambia Petro, nitakuuliza swali moja. Je, wafalme wa dunia hii wanachukua kodi kwa wazawa au kwa wageni? Petro akamwambia kwa wageni. Yesu akamwambia basi kwa wale kama sisi ni wana wa hekalu, sisi tuko huru, lakini kwa sababu ya kutotaka kuwakwaza watu hao, Petro, nenda baharini kavue samaki, alafu samaki yule atakayevuka kwanza, chukua shekeli kinywani mwake, kampe huyo mtu, yangu na yako. Maana hesabu au kodi ya hekalu ilikuwa ni nusu shekeli. Lakini Yesu akamwambia, huyu samaki atakupa shekeli moja, kanilipie mimi na wewe. Yesu tunaenda kumwomba, naenda kumaliza madeni ya kila namna katika 2026. Kwa Petro mara zote alipokuwa akitembea na Yesu, yaani Yesu kuna vitu anamaliza. Huyo ndo rafiki unatakiwa kutembea naye 2026. Pesa tunaitafuta, tunaona nini? Lakini Petro amekawa, anaambiwa kodi iko wapi? Mbona wewe na mwalimu wenu hamlipi kodi? Lakini Yesu anamwambia nenda baharini, alafu samaki utakayemkua kwanza, mwangalie mdomoni mwake, chukua pesa kwa watu. Japo hatukutakiwa kulipa, maana sisi ni wana, yaani ni sawasawa wewe ulipe kodi kwenye nyumba baba yako. Maana kodi zilikuwa zinalipwa kwa ajili ya hekalu, na hekalu ni kwa ajili ya Mungu, na Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, je, mwana anatakiwa kulipa kodi? Petro akamwambia, lakini akamwambia, sisi ni
kumalizia, Biblia inasema baada ya Yesu kulisha makutano 5,000 akawalazimisha wanafunzi wake wavuke ng'ambo, nao wakachukua chombo. Walipofika katikati ya bahari, Yesu akawafuata akitembea juu ya maji. Wanafunzi walipomwona walidhani wanaona mzuka. Yesu akasema, msiogope, ni mimi. Petro akasema, ikiwa ni wewe Bwana, niambie nije, niruhusu nije. Yesu akamwambia Petro, njoo. Petro alipopiga hatua ya kwanza akatembea juu ya maji. Petro akapiga hatua ya pili akatembea juu ya maji. Petro akapiga hatua ya maji, lakini upepo ulipopiga, misukosuko ilipotokea, Petro akaogopa, akaanza kuzama. Alipozama kule chini, sawa kuna viumbe vinaishi, sawa kuna samaki wanapiga stori, lakini je, wewe ni mtu wa huko? Maanake kuna watu hutakiwi kukaa nao. Petro akajua kwamba hawa sio saizi yangu, hawa hutakiwi kuwa nao pamoja. Akamwambia, Bwana nazama, niongoe. Yesu akampa mkono akamnyanyua juu. Yesu asifiwe. Ndani ya mwaka 2026 ukijiona unazama kwa namna yoyote, ukijiona unakaa katika makundi ambayo sio pepo yako, ukijiona unakaa kwa watu ambao wanakufanya wewe uzidi kulilia, mwambie Yesu, nishike mkono. Mwambie Yesu, niinue, naye atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe nyimbo ya kuabudu, halafu tukaombe kwa ajili ya mwaka uliokuwa bora, watu ambao tunatakiwa kukutana nao, watu ambao wanaweza kutuvusha, watu ambao wanaweza kutushika mikono, watu ambao wakiingia katika nyumba zetu wanaweza kuomba, watu ambao wanaweza kututamkia baraka, watu ambao wanatuwazia mambo mema. Mwambie Mungu nikutanishe nao, mwambie Mungu nikutanishe na wakina Yusufu, mwambie Mungu nikutanishe na wakina Haruni ambao wanaweza kusimama kwa ajili ya kuombea, nikutanishe na wakina Musa ambao wanaweza kutoa katika matendo. Mwambie Mungu niepushe. Moyo wangu sema ndio, sema ndio, sema ndio. Moyo wangu sema ndio, sema ndio kwa Bwana.
jinsi ya kusoma Biblia, jinsi ya kuomba, jinsi ya kuenenda. Itakuja mwezi, itakuja miezi 6, hatimaye mwaka tutaumaliza. Mwambie Mungu, Mungu, hiyo Efeso 1:7 inasema apate kutupa roho ya hekima na ya mafunuo ya kumjua yeye. Mungu atilie ufunuo kwetu, tukapate kujua waliobeba mambo kwa ajili ya maisha yetu. Akatukutanishe na walimu, akatukutanishe na wafanyabiashara, akatukutanishe na wake zetu, akawakutanishe mabibi na waume zao, akawakutanishe watu na waliobeba majibu, kama jinsi ambavyo Potifa alikutana na Yusufu. Twende mbele za Bwana tukapate kuomba. Mwaka huu upate kuwa bora katika kila eneo. Mwaka huu upate kuwa mafanikio. Mwaka huu upate kuwa ni mwaka wa kutembea na nguvu za Yesu. Tumeona Yesu alipoingia nyumbani kwa Petro, ugonjwa ukakoma. Magonjwa ndani ya mwaka huu yasiwe ndani ya nyumba zetu. Tunaona Yesu Petro alipodaiwa fedha, Yesu akamwambia kachukue tulipe, nasi tukapate kuwa mwaka wa kulipa kila deni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twende mbele za Mungu. Katika jina la Yesu, nenda mbele za Bwana kila mmoja.